Israeli imeua watoto 17,954 wa Palestina tangu ianzishe mauaji ya kimbari. Jeshi la utawala wa kizayuni wa Israeli limeua watoto wa Palestina wasiopungua 17,954 tangu lianzishe vita vya mauaji ya kimbari dhidi ya ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa taarifa ya Dr. Munir al-Borsh, mkurugenzi mkuu wa afya wa Gaza, tangu Oktoba 7, 2023, wakati jeshi la utawala wa Israeli lilipoanzisha mauti ya kimbari dhidi ya ukanda wa Gaza, watoto wapatao 17,954 na wanawake 12,365 wameuawa shahidi. Al-Bursh ameeleza kuwa vikosi vya kizayuni kwa maksudi vinashambulia maeneo ya raia na makambi ya wakimbizi wa ndani. Ameongeza kuwa zaidi ya watoto 52 wamepoteza maisha kutokana na utapiamlo na 17 wengine kutokana na baridi kali isiyovumilika. Wakati huo huo, amesema kwenye ukanda wa Gaza kuna wagonjwa 22 wanaohitaji matibabu ya haraka, kati yao 13 wapo kwenye hali mahututi. Katika sekta ya afya, hali imeelezwa kuwa mbaya mno, huko hospitali 20 zikiwa zimefungwa kabisa na hospitali 18 zikifanya kazi kwa masharti magumu kutokana na uhaba mkubwa wa vifaa na dawa. Aidha, Al-Bursh amefichua kuwa zaidi ya 1400 ya watumishi wa afya wameuawa na wengine takriban 360 akiwemo Dr. Hossam Abu Safi wamejeruhiwa. Amesema kuwa mfumo wa afya wa Gaza sasa upo kwenye hatua ya karibu kabisa ya kusambaratisha kabisa. Al-Bursh amebainisha masikitiko na malalamiko makubwa kutokana na ukimya wa ajabu wa jumuiya za kimataifa kuhusu hali ya Gaza, akisisitiza hitaji la haraka za hatua za dharura za kuokoa sekta ya afya ya ukanda wa Gaza. Vilevile, harakati ya Ansarullah ya Yemen imeeleza kuridhishwa kwake na hatua ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kulaani mashambulizi yanayotekelezwa na jeshi la Yemen dhidi ya ngome za Israeli katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, na kusema hasira yake ni ushahidi wa juhudi zenye mafanikio katika kuunga mkono wa Palestina. Naibu mkurugenzi wa idara ya habari ya harakati ya mukawama ya Ansarullah ya Yemen, Nasri al-Din Amer, ametoa matamshi hayo siku moja baada ya mtawala huyo wa Israeli kuapa kujibu mashambulizi yanayoendelea ya Yemen dhidi ya ngome za Israeli. Jeshi la Yemen tangu Oktoba 2023 limefanya mamia ya mashambulizi kama hayo kama jibu kwa vita vya mauaji ya kimbari vinavyoendeshwa na utawala wa Israeli dhidi ya ukanda wa Gaza. Mashambulizi hayo ambayo yamelenga hasa meli za utawala wa Israeli na meli zinazosafirisha bidhaa kuelekea maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, na hivyo kulazimisha meli hizo kuzunguka Afrika ili kufika katika bandari zinazokaliwa na utawala huo. Hali hii imesababisha kuongezeka kwa bei za bidhaa kwa walowezi wa kizayuni na kuathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa utawala wa Israeli. Amir amesema, Netanyahu ni adui yetu na daima tunajitahidi kuwafanya maadui zetu wakasirike. Amir amesisitiza kuwa kuwasaidia watu wa Palestina ni ombi la watu wa Yemen, akieleza jinsi raia wa Yemen wanavyoandamana kila wiki kwa maelfu kwa ajili ya kuunga mkono wa Palestina, wakitoa wito kwa nchi yao kuongeza msaada wake kwa ajili ya kufanikisha lengo la ukombozi wa Palestina. Vilevile, rais wa Russia na sultani wa Oman wametoa taarifa pamoja na kusisitiza ulazima wa kuondolewa kikamilifu vikosi vya kijeshi vya Israeli kwenye ukanda wa Gaza na ardhi zote za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu. Sultani Haitham bin Tariq Al Said wa Oman na Rais Vladimir Putin wa Russia wametoa sisitizo hilo katika mazungumzo ya pande mbili huko Moscow. Tamko hili la pamoja linatolewa katika hali ambayo kusisitizwa kuondoka kwa wanajeshi wa Israeli kwenye ukanda wa Gaza na ardhi zote za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na utatuzi wa haki wa kadhia Palestina kunazingatiwa kuwa ni hatua muhimu ya kupunguza mivutano na kuweka uthabiti katika eneo la magharibi mwa Asia. Katika taarifa hiyo ya pamoja, Rais Vladimir Putin wa Russia na Sultani Haitham bin Tariq Al Said wa Oman wamesisitiza ulazima wa kusitishwa mara moja mauaji ya raia katika ukanda wa Gaza na kutaka kutatuliwa kwa uadilifu suala la Palestina kwa kuzingatia maslahi halali ya wananchi wa Palestina. Sehemu nyingine ya taarifa pamoja ya Rais wa Russia na Sultani wa Oman huko Moscow inasema, mwishoni mwa mazungumzo hayo, Vladimir Putin na Haitham bin Tariq Al Said walisisitiza umuhimu wa kuimarisha uhusiano wa pande mbili. Taarifa hii inaweza kuwa ishara ya mabadiliko katika mitazamo ya kidiplomasia ya Russia na Oman katika suala la Palestina. Pia hatua hii inaweza kuhesabiwa kuwa juhudi za kujenga miungano mipya ya kuunga mkono haki za Palestina. Katika hali ambayo nchi nyingi zinatafuta suluhu za kidiplomasia, aina hii ya ushirikiano inaweza kusaidia kuimarisha amani na utulivu katika eneo. Vilevile, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza nazo pia zimelaani hatua za utawala wa kizayuni wa Israeli ya kuendelea kuzuia kikamilifu misaada ya kibinadamu
isiingizwe kwenye ukanda wa Gaza na kutoa wito wa kuanzisha mara moja utoaji misaada bila vizuizi sambamba na juhudi mpya za kusitisha mapigano. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo tatu zinazounda Troika ya Ulaya na ambazo ni miongoni mwa itifaki na waungaji mkono wakuu wa utawala wa Kizayuni kwenye vita dhidi ya Gaza wameeleza kwenye taarifa pamoja kwamba Israeli sasa imezuia kikamilifu kuingia misaada ya kibinadamu Gaza kwa zaidi ya siku 50 na wakaonya juu ya matokeo mabaya ya hatua hiyo kwa jamii ya Palestina. Taarifa hiyo ya waziri wa mambo ya nje wa Uingereza, Ujerumani na Ufaransa imeendelea kueleza bidhaa za lazima ama hazipatikani tena au zinaendelea kumaliza haraka. Raia wa Palestina ikiwa ni pamoja na watoto milioni 1 wanakabiliwa na hatari kubwa ya kukumbwa na baa la njaa, magonjwa ya milipuko na vifo. Hii lazima likome. Vilevile harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas imelitaka Baraza Kuu la Harakati ya Ukombozi wa Palestina livunje uhusiano wa uratibu wa kiusalama uliopo baina yake na utawala wa Kizayuni na kuchukua msimamo wa pamoja wa Palestina dhidi ya mauaji ya kinyama yanayoendelea huko Gaza. Hamas imesisitiza kuwa kikao cha Baraza Kuu la Palestina au Baraza Kuu la PLO kinachofanyika huko Ramallah kwenye kipindi hiki kigumu kinaweza kutoa fursa mwafaka kuchukuliwa msimamo wa kitaifa na wa pamoja kukabiliana na mauaji ya kimbari yanayoendelea. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.